Serikali ya Tanzania kupitia kwa waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Patrobas Katambi imetangaza kwamba wamesitisha shughuli zote zinazohusiana na masuala ya vyama vya siasa, kwa maana kufanya mikutano vyama vya siasa, jambo ambalo limetangazwa na Patrobas Katambi. Na zoezi la kusitishwa au tangazo hilo la kusitisha mikutano hiyo limefanyika wakati Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kikiwa kinaendelea na ziara katika mikoa mbalimbali ya Tanzania. Na wakati tangazo linatoka, Chadema walikuwa kule mkoani Tabora na walikuwa wanafanya mkutano wao wa hadhara. Sasa waziri huyu wa mambo ya ndani ameonekana kuzungumza jambo ambalo Chadema wao wanaona ni kama linakiuka kabisa taratibu, kiasi ambacho kimemfanya makamu mwenyekiti wa chama hicho Bwana John Heche kutoa story moja hivi, ambao nikasema hii story natamani sana watu muweze kuielewa. John Heche amezungumza story ambayo inahusiana na ile mahakama ya Nuremberg ya kule nchini Ujerumani, na ameeleza hiyo story, ila ameieleza kwa kifupi sana, na imani yangu ni kwamba watu wengi pengine mlitamani sana kuona pengine John Heche akitoa story hiyo kwa undani zaidi, yani aeleze unapozungumzia mahakama ya Nuremberg ilikuwa ni mahakama gani, ilihusika na nini, kwa sababu kimsingi John Heche amedokezea kidogo kwamba mahakama hiyo iliwahukumu watu kwa sababu walitenda makosa ya mauaji pamoja na mambo mengine. Sasa mimi nikasema ngoja nifanye story hiyo watu muielewe vizuri, tuidevelop hiyo story, tuikuze hiyo story ili watu muweze kuielewa kwamba alikuwa anaongea nini. Tunafahamu wote kwamba vita ya pili ya dunia iliisha mwaka 1945 na vita hii ilipiganwa kwa takriban miaka kama 6 mfululizo, kwa sababu ilikuwa ni mwaka 1939 na ilikuja kuisha mwaka 1945. Kwa hiyo kulikuwa kuna kama miaka 6 hivi ya mapambano makali sana. Ujerumani walikuwa wanakabiliana na mataifa mengi sana kwa wakati huo. Sasa hapa ndio ilitokea hiyo story ya Nuremberg ambayo mmemwona John Heche ameizungumza. Naomba tuende kwenye story yenyewe ilikuwaje. Vita ya pili ya dunia ilipoisha huo mwaka 1945, bara lile la Ulaya lilikuwa limegeuka kuwa uwanja mkubwa sana wa maangamizi, kwa maana ya watu wengi sana walifariki dunia, miji mingi sana ilibaki kuwa magofu, uchumi wa mataifa mengi ya bara la Ulaya ulikuwa umeporomoka vibaya mno. Mamilioni ya watu walipoteza maisha kutokana na mauaji ambayo yalifanyika kwenye hicho kipindi cha miaka 6, na hakuna taifa ambalo lilibeba mzigo mkubwa wa mateso hayo kuliko uliokuwa Umoja wa Kisoviet wakati huo, na baadaye umoja huo tunakumbuka ulikuja kuvunjika mwaka 1991, ambao Umoja wa Kisoviet ulipoteza takribani watu wasiopungua milioni 27, na wengi walikuwa ni raia wa kawaida tu ambao hata hawakuwa wanajeshi waliokuwa labda wameenda kupigana, walikuwa ni raia wa kawaida kabisa. Kwa hiyo Umoja wa Kisoviet kwa kifupi ni kwamba ulipitia changamoto kubwa sana. Na unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza Umoja wa Kisoviet ulikuwa una nchi nyingi sana ambazo zilikuwa zimeungana pamoja. Kwa hiyo hata idadi tu ya watu ilikuwa ni kubwa kupita maelezo. Lakini pamoja na ushindi wa washirika ambao waliungana dhidi ya Ujerumani ya Kinazi wakati huo ya bwana Adolf Hitler, ambaye nadhani watu wengi sana historia yake mnaijua kwamba Adolf Hitler alipoona maji yamefika shingoni akaamua kujinyonga. Swali moja ambalo lilikuwepo likuwa ni namna ambavyo viongozi wale wa Kinazi waliipeleka dunia au waliingiza dunia katika vita ambayo ilikuwa ni vita ya kutisha zaidi kuwahi kushuhudiwa, na watu hawa walipaswa kuadhibiwa, na adhabu zao nitakuja kuwaeleza kidogo huko mbeleni. Na hii mkumbuke, nasema ninaongea story ambayo imetoka kwenye kinywa cha John Heche, ambapo aliamua kusimulia ulimwengu au kuelezea umma wa Wanatabora pamoja na dunia kwa ujumla kuhusiana na kile ambacho anasema
kimefanywa na Patrobas Katambi akihusanisha na hii story. Sasa watu wengi sana walikuwa wana maoni ya aina mbalimbali. Kwanza, Umoja wa Kisoviet walitaka viongozi ambao walikuwa wanatokea Ujerumani ambao walihusika kwenye mauaji yale wafikishwe katika mahakama ambayo hukumu zake zingeweza kuamuliwa mapema ili kuthibitisha hatia yao mbele ya dunia. Lakini Uingereza wenyewe wakaona kwamba baadhi yao wanastahili kunyongwa mara moja bila kupoteza muda wa kesi, yani muda uwe mrefu sana. Lakini Marekani na Ufaransa wenyewe walisisitiza kwamba hata watu ambao wanatuhumiwa kwa uhalifu mkubwa kiasi hicho, haki ilipaswa kuonekana ikitendeka. Yani mataifa ambayo yalikuwa yamekutana na hiyo kadhia kubwa zaidi alikuwemo Marekani, alikuwemo Uingereza, alikuwemo Ufaransa na alikuwemo Umoja wa Soviet. Sasa Umoja wa Soviet walikuwa na mapendekezo yao, Ufaransa walikuwa na mapendekezo yao, lakini Marekani pamoja na hiyo Ufaransa, kwa maana Uingereza walikuwa na mapendekezo yao, Umoja wa Soviet walikuwa na mapendekezo yao, lakini kukawa sasa kuna Marekani pamoja na Ufaransa, wao wakasema okay sawa, pamoja na kwamba watu hao wamefanya makosa makubwa, lakini dunia isiwahukumu haraka kiasi hicho, iwape ruhusa wasikilizwe, yani kwamba ilikuwa kuwaje mpaka wakafanya matendo ya namna hiyo. Na baadaye ndipo ilipofika mwaka huu 1945 katikati, Marekani, Uingereza, Ufaransa pamoja na Umoja wa Soviet walifika makubaliano ya kuanzisha mahakama ya pamoja katika mji mmojawapo uliopo kule Ujerumani, ambao huo mji unafahamika kama Nuremberg. Na hapa ndipo ilipozaliwa hiyo mahakama ya kijeshi ya kimataifa maarufu kama mahakama ya Nuremberg. Hapa naomba watu muweze kunielewa vizuri sana. John Heche anatoa story ambayo inahusiana na mahakama ya Nuremberg. Na hii mahakama ya Nuremberg ilianzishwa kutokana na mauaji ambayo yalitokea. Watu wengi sana walifariki dunia, lakini ilisababishwa na Ujerumani, ambapo hiyo Ujerumani kiongozi wao mkuu alikuwa ni bwana Adolf Hitler, moja kati ya watu ambao historia inawaandika kwamba yani ni kiongozi ambayo alitesa sana dunia. Sasa mahakama hiyo baada ya kuwa imeanzishwa kwa maana ya katikati ya mwaka 45, kuanzia tarehe 20 mwezi Novemba mwaka huo 1945 hadi tarehe 1 mwezi Oktoba mwaka 1946, ni miezi michache sana ambayo ilipita, almost kama mwaka fulani hivi ulikuwa umepita. Viongozi 22 waliokuwa wamebakia hai kutoka katika utawala wa Kinazi waliketi kizimbani, kwa maana ya walipelekwa kizimbani wakikabiliwa na mashtaka mazito zaidi kuwahi kutolewa dhidi ya watu binafsi katika historia ya kisasa na historia ya kisiasa ulimwenguni. Wengi wao walikuwa viongozi wa kisiasa, makamanda wa jeshi na watu ambao walikuwa wakisimamia uchumi wa dola ya tatu ya bwana Adolf Hitler. Kwa maana hii ilikuwa ni kama cabinet fulani hivi ya bwana Adolf Hitler. Kwa hiyo wote walijikuta sasa wanaingizwa kwenye kesi moja nzito sana ambayo iliwakumba pia hata watu binafsi ambao hawapo katika taasisi za kiserikali. Lakini madhumuni ya mahakama hiyo, msikilizaji pamoja na wale ambao unatufuatilia, ni kwamba hayakuwa kuwahukumu washtakiwa peke yao, ila pia ilitaka kuwapata washirika, lakini pia wakusanye ushahidi ambao ushahidi huo usingeweza kupingwa kuhusu uhalifu wa Wanazi, kuwafundisha Wajerumani ambao walikuwa wameshindwa vita kuhusu yaliyotokea, na kuondoa kabisa uhalali wa tabaka la viongozi wa zamani wa kule Ujerumani. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni moja, kwanza tuwakamate hawa watu, halafu watatusaidia. Yani ni sasa unavyoona polisi wanamkamata mtu, halafu anakuambia bwana huyu atatusaidia upelelezi. Mnakamata wengi sana, halafu mnasaidia upelelezi. Na upande wa mashtaka sasa ulihoji kuwa kosa kubwa kuliko yote ilikuwa ni kuanzisha vita vya kichokozi ambao vilianzishwa na hiyo Ujerumani. Na wanasema yani wao inapozungumziwa vita ya kichokozi, walisema ni vita ambavyo vimezaa maovu mengine yote, mauaji ya halaiki, mass killing, lakini pia utumwa, bila kusahau uporaji wa mali, uhamasishaji wa watu kwa nguvu na mateso mamilioni ya raia wasiokuwa na hatia, vitendo vya ubakaji pamoja na ulawiti ambavyo vilikuwa vinafanywa na ule utawala chini ya bwana Adolf Hitler. Lakini kuanzishwa kwa mahakama hiyo, yani
halikuwa tu jambo jepesi kwamba okay fine, tumeanzisha mahakama, kwa hiyo watu tutawakamata, tutawahukumu, tutawanyonga pamoja na mambo mengine. No, kuna process nyingi sana ambazo zilitokea, kwa sababu 39 hadi 45 nimekuambia, wakati vita inapambana yani Luxembourg, Ubelgiji, mataifa kama ya Poland, Denmark, Norway, Uholanzi, Ufaransa, Yugoslavia, Ugiriki, Umoja wa Kisoviet na maeneo mengine yalishambuliwa na hiyo Ujerumani. Yani Ujerumani unajua alipigana, Ujerumani alipambana sana. Utapiga mahesabu, mataifa hayo yote yalikuwa yanapambana na bwana Adolf Hitler. Alikuwa ni mtu fulani hivi ambaye alikuwa kwanza na uthubutu, na kila eneo ambalo walipita wa Nazi wa Kijerumani, kwa maana ya Wajerumani wenyewe chini ya bwana Adolf Hitler, yani kila eneo walikuwa wanaacha simulizi nzito sana, simulizi ambazo zinahusiana na masuala ya mateso makali ya watu, mauaji ya kikatili, njaa, ulemavu wa hapa na pale, uharibifu mkubwa wa miundombinu pamoja na mambo mengine. Sasa mauaji ya mamilioni ya Wayahudi katika kambi za maangamizi kama kule Auschwitz yalizua hoja kwamba kulikuwa na uhalifu ambao ubinadamu wenyewe haukuweza kuendelea kuuvumilia. Piga mahesabu, yani kutokana na kile ambacho kilifanywa na bwana Adolf Hitler, yani ilifikia hatua mpaka dunia yenyewe ikasema, yani hiki ambacho kimefanywa na bwana Adolf Hitler, yani kipo nje ya hata ubinadamu wenyewe wa binadamu. Yani mimi na wewe ni binadamu. Kuna matendo mengine ambayo yanafanyika, nasema bwana amefanya, ni binadamu, amekosea, ni binadamu, lakini wanasema yani yalikuwa yapo nje hata ya ubinadamu wenyewe. Imagine yalikuwa ni mauaji ya aina gani? Na ndio maana mwaka 1942 mataifa mengi sana ya Ulaya yaliyokuwa yani serikali nyingi za Ulaya ambazo zilikuwa zimekimbilia uhamishoni zilipendekeza kuundwa kwa hiyo mahakama ili kuwahukumu hao viongozi wa Kinazi. Lakini Marekani na Uingereza nimekuambia walikuwa hawapo tayari. Mambo yalianza kubadilika ilipofika mwezi Novemba 43, wakati Marekani, Uingereza na Umoja wa Kisoviet walipotoa tamko ambalo lilifahamika kama tamko la Moscow. Katika tamko hili viongozi wa Kinazi walitoa onyo, yani walipewa onyo kali kwamba wangetafutwa popote walipo duniani hadi haki itakapokuwa imetendeka. Na wakati huo mwanasheria wa Kisoviet aliyefahamika kwa jina la Aaron Trainin, yeye alitengeneza dhana mpya ya kisheria ambayo ilifahamika kama uharifu dhidi ya amani, yani kosa la kupanga na kuanzisha vita vya kichokozi. Dhana hiyo baadaye ikawa nguzo kuu ya kesi za kule Nuremberg. Yani unajua walikuwa wanahangaika sana kwamba yani ili tuweze kuwahukumu Wajerumani tunatakiwa tufanye nini, ambacho tutakifanya hakitakuwa na shaka yoyote ile duniani. Kwa hiyo ndio wakasema sasa iitwe uhalifu dhidi ya amani, yani kosa ambalo linapanga kuanzisha vita vya uchokozi. Na mjadala mkubwa uliendelea namna viongozi hao wangepaswa kuhukumiwa. Marekani walitaka mahakama ambayo ingeonekana kuwa ya haki mbele ya macho ya ulimwengu. Uingereza walikuwa na mashaka, wakioji kama ilikuwa ni sahihi kwa hukumu watu kwa kutumia sheria ambazo hazikuwepo wakati walipotenda matendo yao. Baadaye katika mkutano wa London ambao ulifanyika kati ya Juni na Agosti mwaka 45, mataifa manne washirika walipitisha hati ya Nuremberg, na hati hiyo sasa ilitambua aina 3 za makosa: 1, uhalifu dhidi ya amani; 2, uhalifu wa kivita; 3, uhalifu dhidi ya ubinadamu. Na kwa mara ya kwanza katika historia, sheria za kimataifa zilitamka wazi kuwa si mataifa pekee yanayoweza kuwajibika kwa ukiukwaji wa sheria, bali hata mtu binafsi. Viongozi wa serikali, majenerali na maafisa wakuu wasingeweza tena kujificha nyuma ya kinga ya madaraka au kudai kwamba walikuwa wakitii amri za wakubwa wao. Yani sasa naomba mtanielewa kidogo sasa hivi kwa kile ambacho amekizungumza John Heche. Yani John Heche amesema hivi: Patrobas Katambi inawezekana sio yeye ambaye anatoa matamshi yale. Kwa mujibu wa John Heche, anasema inawezekana sio yeye anayotoa yale matamshi, lakini ukienda ukafanye reference kwenye hiyo mahakama ya Nuremberg, unaona kabisa ilisema yani sio tu serikali itakayohukumiwa, bali hata mtu binafsi anaweza kahukumiwa, ili kuondoa kile kisingizio cha kwamba jamani, mimi nilifanya jambo hilo kwa sababu nilikuwa ninapokea maagizo kutoka sehemu fulani. Kwa hivyo sasa
katika lile eneo la mahakama sasa kulikuwa kumebaki eneo salama, na dunia ikaanza sasa kushuhudia jambo ambalo halikuwahi kutokea mapema, kwa sababu viongozi wa dola iliyokuwa imeitikisa dunia walisimamishwa mbele ya sheria, si kwa sababu walishindwa vita, bali kwa sababu walituhumiwa kufanya uhalifu dhidi ya ubinadamu mwenyewe. Yani nimekuambia, yani ilifikia time wakasema yani haya matendo ambayo yametendwa na Wajerumani hata binadamu mwenyewe anayashangaa. Yani ni kama alien fulani hivi ndizo ambazo waliamini zimetekeleza such kind of thing. Unanielewa? Sasa nini ambacho kilitokea? To make long short, nini ambacho kilitokea? Mahakama zile za Nuremberg baada ya kuwa zimeshatunga sasa hiyo sheria ambayo hata mtu binafsi inaweza ikamhukumu, basi walikuja na jambo moja. Wao walisema hivi, sisi sasa hivi tutahukumu mtu yeyote ambaye alikuwepo katika utawala wa mabavu. Sijui kama unanielewa. Na mahakama ya Nuremberg wakati huo sasa, baada ya kusikiliza ushahidi kwa miezi zaidi ya 10, mahakama ya kijeshi ya kimataifa ilitoa hukumu zake tarehe 1 mwezi Oktoba mwaka 1946. Na hizo hukumu, kati ya viongozi 22 wa Kinazi waliokuwa wamefikishwa mahakamani, watu 12 walihukumiwa kunyongwa, yani kunyongwa hadi kufa. Unajua kunyongwa sio kunyongwa mkono, ni kunyongwa shingo hadi kufa. Watatu walihukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Watu 4 walihukumiwa kifungo cha maisha gerezani. 4 walihukumiwa vifungo vya muda mrefu gerezani. Watatu waliachiliwa huru kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kutosha. Baadhi ya waliohukumiwa kunyongwa walikuwa ni Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg. Hata hivyo, huyo Göring hakunyongwa. Saa chache kabla ya kunyongwa alijitoa uhai kwa kutumia sumu ya aina ya cyanide ambayo alikuwa ameificha kwa muda mrefu. Na wengine 10 walinyongwa alfajiri ya tarehe 16 Oktoba 1945 katika gereza la Nuremberg. Lakini mwisho wa mahakama za Nuremberg haukuwa mwisho wa kuwawajibisha Wanazi. Marekani waliendesha kesi nyingine 12 dhidi ya madaktari, majaji na maafisa ambao walikuwepo katika tawala hizo, wafanyabiashara na makamanda wa kijeshi ambao walihusika kwenye ile uhalifu wa Kinazi. Na mahakama zilifanikiwa kwa sababu kwanza ziliweka rekodi kubwa ya ushahidi kuhusu mauaji hayo, tunaita ni mauaji ni Holocaust au mass killing, lakini zilitengeneza msingi wa kisheria ambazo hadi sasa zilithibitisha yale makosa ya jinai. Lakini walithibitisha kwamba viongozi wa serikali pia na wenyewe wanaweza kawajibishwa binafsi kwa matendo yao. Lakini pia kulitokea ukosoaji mkubwa sana katika eneo hilo. Sasa hilo sio lengo la mimi kuwapa hiyo story, lakini lengo la mimi kuwapa story ni kwamba alichokizungumza John Heche, yani alichokizungumza John Heche na ufafanuzi ambao nimeutoa ni kwamba mahakama zile za Nuremberg si tu zilikuwa zinafundisha kwamba kila serikali yenye nguvu ni ya kidikteta, wala kwamba kila kiongozi anayekandamiza uhuru wa kisiasa ni sawa na Hitler. Hapana. Lakini walichokuwa wanajaribu kusema kupitia mahakama hiyo ya Nuremberg ni kwamba serikali haiwezi kuwa juu ya sheria, mahakama haziwezi kuwa juu ya sheria, upinzani hauwezi kuwa uadui, wanahabari hawawezi kuwa maadui, makundi fulani ya wananchi hayawezi kuwa adui. Basi jamii inaweza ikatengeneza njia ambayo baadaye inaweza ikawa ni nzuri zaidi kama kila mmoja atapata haki yake ya msingi. Lakini Nuremberg inatufundisha nini? Kwamba nguvu ya dola inaweza ikashinda vita, ni ukweli usiopingika, lakini haipaswi kushinda sheria. Yani, okay fine, nguvu ya dola inaweza ikashinda vita kwa sababu inawezekana watu ambao wapo katika hiyo nguvu ya dola ni watu ambao wamepewa mamlaka kubwa sana, lakini sheria zinakuja kuwahukumu wao wenyewe, kwa sababu wakati wao pengine wanaweza kawa ndani ya mamlaka au wapo nje ya mamlaka, na mwisho wa siku sheria zitakuja kuwahukumu. Kwa hiyo nikasema, kwa sababu sisi pia tunasema siku zote ni madarasa huru ambayo
tunaamua kupeana vitu tofauti tofauti. Leo tujifunze juu ya kauli ambayo imezungumzwa na John Heche. Anyway, kama John Heche au kiongozi mwingine yote atatoa kauli ambayo tunadhani inahitaji kupewa clarification kama ambavyo tumeitoa hii ya Nuremberg, sisi tuko hapa kama daraja kuhakikisha kwamba tunafikisha taarifa ambazo ni sahihi kwa mtu yeyote ambaye anahitaji kuweza kuzipokea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.